Habari za wakati huu mwana Baharia TV, karibu tena tuweze kutazama nini ambacho kinajiri kunako anga la kisiasa. Mbele yangu ni Maisha Mangile, mchambuzi huru wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania. Maisha, uko vizuri? Niko salama kabisa. Bunge linaendelea. Tumeshuhudia hii leo Mwalunenge, mbunge wa Mbeya mjini pale, ametrend sana bana mtandaoni. Na ametrendi, inawezekana ni kwa sababu amegusa moja kati ya makundi special sana, au unahisi ni kauli yake? Nini ambacho kwanza tu unahisi kimemfanya leo amekuwa trending sana? Ni kauli, makundi aliyogusa, topic? Labda niseme tu wazi kwamba kuna mambo mawili ambayo yametokea leo. Okay. Kwenye kauli ya Mwalunenge. Kwanza, mimi nilivyomuelewa, aliongelea katika mazingira ya alichukulia ile kundi la watu wa bodaboda na machinga kwamba ni kundi kubwa. Cha kwanza, anataka kujua ukubwa wa ile kundi. Ni kubwa, lakini pia kwenye ukubwa wake huo akapendekeza jambo fulani kwamba hili kundi pamoja na kwamba ni kubwa na lina kipato, ndio maana pale ukimsikia kauli yake anasema ni matajiri hawa, tofauti na vile ambavyo wabunge wanafikiria. Ni matajiri, lakini pendekezo lake ndio limeleta mtafaruku kidogo, limeleta maoni mseto. Yaani kwa maana kwamba sijajua aliongelea katika muktadha wa nchi nzima au aliongelea katika muktadha wa pale Mbeya mjini. Sikama nielewa. Sababu yeye alitolea mfano Mbeya kwenye jimbo lake, si ndio? Sasa alisema kwamba napendekeza, hiyo kauli yake iko mpaka saa hizi kwenye answer za bunge na nini. Napendekeza, alikuwa anajaribu kutoa onyo kwamba nipendekeze kila bodaboda. Alichukulia mfano kwamba kwa jimbo la Mbeya mjini pale bodaboda ambao wamesajiliwa wako kama 10,000 hivi. Akasema kwa mfano akitoza bodaboda kila siku shilingi 1,000, maana yake aka times pale kama tutakuwa tunapata milioni 10 kwa siku. Akapiga kwa wiki, akapiga kwa mwezi. Then akasema sasa hiyo ingetosha kabisa kurekebisha barabara. Hiyo la kwanza. Lakini la pili akasema pia tuna machinga, na akasema kwa mkoa wa Mbeya pale kwamba kuna machinga zaidi ya 300,000 ambao akitoa mtu kila mmoja akitoa bukubuku maana unapata milioni 300 kwa wiki, unapata karibia bilioni 2.1 kwa mwezi, vitu kama hivyo. Sasa kwa nini unahisi kwenye mitandao kama watu wamepokea sivyo ndivyo pendekezo lake? Mimi waliopokea tofauti na waelewa, kwa sababu nchi hii mlipa kodi ana makato mengi sana. Okay. Si kama unaelewa, ana makato mengi sana. Unakumbuka makato moja hapo, nikukumbushe makato moja hapo ambayo yalileta kelele nyingi sana kwenye simu. Unakumbuka? Yeah, na mmoja wa initiator au mmoja ambaye alianzisha haya makato kwenye simu ambaye ni mbunge wa sasa hivi, mbunge wa Ilala, Musa Azan Zungu. Si kama umeelewa? Ambaye sasa hivi ndio speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini baadaye hiyo hoja ikapitishwa bungeni, ikapita, na hivi ninavyoongea wewe, mimi na wewe tunakatwa kwenye nini? Kwenye vocha, kwenye bando inakatwa pale makato ya serikali. Hiyo ya kwanza. Lakini pia ili hoja pia ya makato hiyo iliibua kwa aliyekuwa marehemu saizi au hayati, alikuwa mbunge wa Kongwa, lakini pia alikuwa speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Ndugai. Aliongea kwamba azimia hiyo hoja kuipitisha kwamba kuwe na makato ili tukusanye fedha kwa ajili ya maendeleo ya kwetu si wenyewe. Kwa hiyo unaona mazingira kama hayo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nchi hii tunalipa kodi indirect. Unavununua bidhaa yoyote wewe dukani, kuna kodi pale unakatwa. Kama mmenipata. Sasa makato yako mengi sana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, la tatu, mwananchi wa kawaida anajiuliza, hivi mbunge anavotoa hoja hii ya kwamba bodaboda, kwa nini anagusa kila, yani anapelekea kila hoja iende kakatwe mwananchi? Mmoja akasema, kwa nini wabunge wenyewe malipo posho nyingi sana? Usiseme bwana mimi mshahara tupendekeze wabunge mshahara wetu tukatwa 50% kwa mfano, iende kwenye maendeleo ya barabara. Kuna mbunge mmoja bungeni alisema wao ni wachache, kwa hiyo pesa haiwezi kuwa nyingi kama ambavyo wachache, lakini yeye wanaochukua ni nyingi sana. Umeelewa? Wabunge kwa 300 plus, assume kila mbunge pengine akakatwa hata 200 mara 300 ni shilingi ngapi? Okay. Kwa hiyo zikatwe ndefu. Zikatwe ndefu. Okay. Umeelewa? Zikatwe ndefu kwa sababu pia hata posho zao ni kubwa pia. wanapata mapato ni mengi sana. Kwa maana yake nini? Ameibua hoja mseto, kwa maana
mazingira ambayo anasema yani mwananchi huyu ana mzigo mkubwa sana. Kumbuka bodaboda pia, bodaboda wengi sio bodaboda za kwao, ni bodaboda ambao wamechukua kwa mkopo, bodaboda ambao wamechukua mikataba, bodaboda ni ya bosi, anatakiwa pambane nayo, amfikishie malengo bosi, muda mwingine malengo hayafikii, hajakaa sawa, amepata ajali, si kama unaelewa. Sasa ukiona mazingira yote haya, alafu anakuja leo mbunge ambao ni mwakilishi wako, anakuambia bwana, kwenye mapato yako haya tukate shilingi buku. Umeelewa? Kumbuka bodaboda ana mchango kwenye kijiwe chake, ana mchango, ana marejesho kwa bosi wake, lakini pia kuna familia inamhitaji. Yaani kuna mafuta hapo. Yes, kuna mafuta yamepanda bei. Umeelewa? Labda wabunge wamekuja na hoja ambazo zingeleta unafuu kwa hawa vijana ambao of course ajira ya bodaboda imeajiri vijana wengi sana, licha kwamba kuna changamoto zake, lakini manufaa ambayo yanapatikana kwenye bodaboda ni mengi zaidi kuliko changamoto kwa mfano za ajali ambazo zinapatikana. Sasa unahisi kwa nini alitaka kuibua hoja ama alichombeza tu kusema kwamba hao tunawachukulia kama maskini lakini ni matajiri? No, hakuchombeza. Hii ilikuwa ni hoja yake special kabisa. Kama unaelewa. Hii ilikuwa ni hoja. Uje kuchombeza. Kweli wanapata pesa bodaboda na bajaji? Mimi siwezi kujua kipato chao. Yaani siwezi kucomment kwamba wanapata pesa au hawapati pesa. Hoja ya msingi ni kwamba yaani kwa nini upendekeze mpaka sisi tukatwe kwenye barabara? Hela ambayo inakusanywa, je, mbona hata hizo barabara mtaani hatuzioni zikiwa bora? Okay. Sika tunaelewa. Yaani tuna barabara mbovu mtaani, alafu ndani ya hiyo barabara mbovu kuna namna mmoja au nyingine, kuna mwananchi anaona kama mbona kama fedha tunatoa nyingi, kodi nyingi, lakini hatuoni fedha iende vile ambavyo tunatakiwa ifanyike. Sika mnanielewa, yani langa hapo. Yaani kwamba unaamini hiki kipato ambacho au kodi ambayo tunatoa, mchango ambao tunatoa kwa mfano kwenye serikali, halmashauri na vitu kama hivyo, ni nyingi tunatoa, kuna huduma nyingi tunalipishwa, lakini miundombinu mbona imejengwa lakini hairekebishwi kwa hela hizo? Kwa nini tena uendelee tena mimi kuja kunyonyonya huku? Umeelewa? Okay. Ndio point ya watu ya msingi, ndio hizo asila na nini na comment mbaya zinakuja katika mazingira hayo. Kwa mimi wananchi kuna namna nyingine nawaelewa kwamba wana panic kwa sababu kuna mazingira ambayo wanaona kwamba haya mazingira hatukutakiwa kutozwa tena hiki zaidi ya hapa, kwa sababu kile ambacho tunatozwa hakifanyiwi vile ambavyo inatakiwa kufanyika. Kwa lugha nyingine wananchi wanatamani sana kusikia wanasema sasa bana tunapunguzia tozo kidogo, yes, au kodi inashuka, yes, lakini sio kuongezewa. Sio kuongezewa. Siko umeelewa? Kwa na malimbikizo mengi malimbikizo mengi, lakini pia gharama za maisha zimeongezeka, mafuta yamepanda bei. Umeelewa? Yaani mbunge angekuja na hoja kwamba sasa jamani, wewe pengine waziri wa fedha, angalia namna, punguza vifaa vya kuingizia bodaboda, hizi bodaboda zitumie gesi, zitumie pengine umeme, ili kwa sababu mafuta yamekuwa bei ghali na hatuwezi kujua mwisho wa mafuta haya itakuwa lini. Sika unaelewa? Sasa mazingira kama hayo unatakiwa sasa huyu mwananchi ulete suluhisho kwake, sio ulete tena kandamizi, kwa sababu kama hela ambayo kodi ambayo tunalipa haifanyi vile ambavyo pengine tulitegemea ifanye, alafu mwisho wa siku unataka ututoze tena, afu iende kwenye kule ambako tunaamini akufanyii vile ambavyo unatakiwa kufanyika. Sika unaelewa? Kuleta mkanganyiko hapo. Sawa. Kwa wewe pia mtazamaji wetu unaweza kutupa maoni yako. Haya ni maoni ya mchambuzi wetu Maisha Mangile, na unao nafasi ya kutuambia hapo. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, kote huko kwa jina moja tu la Baharia TV.